Kinyume na imani iliyozoeleka, si matajiri wakubwa tu wanaonunua bidhaa za kifahari, bali ni watu wa kawaida. Tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa hadi 75% ya matumizi ya bidhaa za anasa yanatoka kwa watu wa tabaka la kati na la chini. Takwimu za kushangaza ambazo zinabadilisha kabisa mtazamo kuhusu ununuzi wa bidhaa za hadhi ya juu. Kuanzia mifuko ya Louis Vuitton hadi saa za Rolex na viatu vya ubunifu wa mitindo, ni watu wa tabaka la kati wanaofanya kazi za kawaida na hata wa tabaka la kati la juu ambalo kwa kiasi kikubwa wanaendesha mahitaji ya bidhaa hizi za hadhi. Mara nyingi manunuzi haya huendeshwa na matarajio, sio tu kwa sababu ya kutafuta ubora, bali pia kutokana na hamu ya kujitambulisha, kutambuliwa kijamii na kupanda ngazi ya maisha. Mwelekeo huu unaonyesha nguvu ya mtazamo katika utamaduni wa walaji, ambapo bidhaa za kifahari si bidhaa tu, bali ni alama za mafanikio. Vile vile inazua maswali muhimu kuhusu vipaumbele vya kifedha, shinikizo la kijamii na jinsi watu wanavyoenda mbali ili kuonekana kuwa sehemu ya dunia inayopima thamani kwa mali inayoonekana. Wakati chapa za kifahari zinaendelea kujitangaza kwa misingi ya utabaka na upekee, ukweli ni kwamba wateja wao wakubwa wanaweza kuwa wale watu ambao hawakuwalenga mwanzoni. Jambo linalothibitisha kwa mara nyingine kuwa hadhi si swala la kipato tu, bali ni swala linaloishi. Je, unakubaliana na hili? Niambie kwenye sehemu ya comment. Pia usisahau kupakua app ya SNS Premium ili usipitwe. Pakua kupitia Play Store au App Store. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.